Sasa tumepata bahati leo, kamati ya bunge ya kudumu inayosimamia mambo ya utawala, katiba na sheria pamoja na waheshimiwa wabunge wamekuja kukagua na kufanya ziara maalum kutembelea masuala ya miradi mikubwa ambayo iko chini ya mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi nchini Tanzania ambayo inajulikana kama TISEZA kwa Kiingereza. Sasa ziara yao hapa ni kuangalia kile kinachozungumzwa na kile ambacho kinafanyika. Sasa wamekuja hapa leo kukagua huu mradi ambao utakuwa ni kiwanda cha nguo ambacho kipo katika huu mji maalum wa uwekezaji wa Bagamoyo. Katika mipango yetu iliyopo katika dira ya taifa na katika mipango ya miaka mitano ya maendeleo, hii ni miongoni ya miradi ambayo inatakiwa itekelezwe ili tuweze kufikia katika ile dira ya taifa 2050 kuwa na uchumi mkubwa wa dola trilioni 1. Sasa hizi ni hatua za kwanza, na wasimamizi wetu ambao ndio kamati ya kudumu ya bunge imekuja kutaka kujiridhisha, je, yale mnayoyasema ndio haya yanatekelezwa katika ardhi, katika mipango ya Bagamoyo. Eneo hili linaitwa Bagamoyo Eco Maritime City, BECM. Ni eneo mahususi sana kubwa kwa ajili ya kuwekeza viwanda vya aina mbalimbali ambavyo vitauza bidhaa ndani ya nchi na kupeleka nje ya nchi. Hapa sasa tuko kwenye kiwanda cha Sinovet, kiwanda mahususi kwa ajili ya bidhaa za nguo. Kwa hiyo tunategemea kiwanda hiki kitakapokamilika na kuanza shughuli zake za uzalishaji wa nguo, na sisi tutakuwa na nguo zetu zinazotengenezwa hapa Tanzania na nyingine ya kupelekwa nje, kitasaidia sana katika kukuza ajira. Wataalamu wametuambia kikamilika kabisa kitaajiri watu takriban 10,000. Sasa jiulize, watu 10,000 wamepata ajira kwenye eneo hili. Maanake umewezesha familia 10,000 kuweza kujipatia kipato, familia 10,000 kuweza kuchangia uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni swala muhimu sana, lakini pia tutapata kodi ya serikali, tutachachua uchumi wa eneo hili na tutavutia wawekezaji wengine mbali ambao watakuwa wanatoa huduma kwenye eneo hili. Wapo wasafirishaji, wapo watakaotoa huduma za tiba, huduma za chakula, lakini hata wauza mafuta ya magari watauza zaidi. Ndugu zetu wa TANESCO watauza zaidi umeme hapa. Kwa hiyo hii ni juhudi ambazo zinafanywa katika utekelezaji wa dira 2050. Dira ambayo ilizinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Dira ambayo inaongelea zaidi kuwezesha sekta binafsi kuchangia uchumi na pato la nchi. Hii ndio sekta binafsi. Anayejenga hivi viwanda sio serikali. Serikali imetoa eneo tu na kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji. Sasa hapa ndipo tunaifikisha nchi yetu pale ambapo tulihitaji. Hii sio siasa. Hii sio kelele ya mitandaoni. Na kwa mitandaoni kila mtu anaweza kuongea anachokijua. Hii ni uhalisia. Kiwanda hiki tumeingia humo ndani. Kiwanda kimoja unaweza kutoa viwanja viwili vya mpira. Iko ni kiwanda kimoja under one shade. Kikianza kazi, maisha yanakwenda kuwa mazuri. Sisi kama muhimili wa bunge tuna jukumu kubwa la kuisimamia serikali. Hatuwezi kuisimamia serikali tukiwa tumekaa tu Dodoma kwenye vile viti vyekundu. Tutaisimamia serikali endapo tutakwenda kukagua, kujiridhisha, kuhoji na kutoa ushauri kwa kile ambacho serikali imetuletea. Hata eneo hili serikali kupitia TISEZA walituletea kwenye makaratasi, tukasoma. Tukaona ni hadithi nzuri ya kupendeza. Tukasema hadithi hii nzuri nataka tukaione, tukajiridhishe. Ni kweli? Tumefika hapa, tumejiridhisha kwamba ni kweli. Na tukirudi Dodoma tutaendelea na kazi ya kuishauri serikali kwenye eneo hili mahususi na kwenye maeneo mengine. Kama kamati tutakaa kupitia bunge, kupitia Mheshimiwa Spika, tutashauri serikali nini cha kufanya ili kuendeleza ufanisi kwenye eneo hili. Lakini kwa sababu eneo hili la Bagamoyo Eco Maritime City ni kubwa sana,
nini cha kufanya ili eneo lote hilo lenye hekta 9,800 liweze kuwa na viwanda hivi vilivyojaa na kufanya sasa mji wa Bagamoyo uweze kukua zaidi na kuhudumia jiji la Dar es Salaam.